sekondari yetu mpya ya Goyagoya. Tumpigie makofi sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Jambo la pili litakalotekelezwa katika ilani niliyoitaja ni ukamilishaji wa chuo cha VETA. Fedha zilizotengwa ni jumla shilingi bilioni 1,481,000 na fedha zilizotangulia ni jumla shilingi milioni 827,490,519 na senti 48. Fedha zinazopungua kwenye ujenzi wa nyumba 9 hatua ya kwanza ni jumla ya shilingi milioni 653. Kwa heshima kubwa wana Rulenge, naombeni munipe ridhaa niwe diwani wenu. Naomba tumpe ridhaa Mheshimiwa Doto Jason Bahemu aweze kuitumikia jimbo la Ngara, ili fedha hizi zinazopungua milioni 653 nikapeleke changamoto zenu nikazifikishe kwa Mheshimiwa Doto Jason Bahemu aweze kwenda kuketi meza moja na Daktari Samia Suluhu ili tuweze kukamilisha ujenzi wa chuo cha VETA na watoto waweze kuanza masomo. Jambo la tatu litakalotekelezwa ni ugawaji wa miche ya kahawa kwa wananchi wetu wa Rulenge. Daktari Samia Suluhu Hassan anahitaji kumwezesha kila mwananchi ili aweze angalau kuwa na uwezo wa kumiliki angalau dora moja. Hiyo ndio dhamira ya mwenyekiti wetu wa CCM taifa litakalotekelezwa kwenye ilani ya CCM. Lakini katika ilani hii serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ina nia na dhamira ya dhati kuhakikisha usambazaji wa umeme kwenye vitongoji vyote ambavyo vinakuja kuwekewa umeme. Ni pamoja na kata ya Rulenge ambayo ina jumla vitongoji 17 na vipo vitongoji ambavyo havina umeme. Nitumeni mimi nikafikishe kero zenu kwa Mheshimiwa Doto Jason Bahemu ili hili liweze kutekelezeka. Na jambo lingine litakalotekelezwa ni pamoja na uwekaji wa taa za barabarani ili mamlaka yetu, ili kata yetu iendelee kung'aa. Lakini katika jambo lingine ambalo litatekelezwa katika ilani hii niliyoitaja ni pamoja na mwendelezo wa kuweka barabara za lami kwenye mitaa yetu. Jambo la mwisho, kama nilivyotangulia kusema, naombeni mnitume changamoto zenu nikazifikishe kwa Mheshimiwa Doto Jason Bahemu, hasa kubadilisha neno zahanati Rulenge ili tuweze kupambana kero hii aifikishe kwa Mheshimiwa Rais aweze kutupa hadhi ya kutoka dispensary na kwenda kituo cha afya.